na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa ni majira mazuri ya saa hii ya leo unayenisikiliza, tunaendelea na lile somo linalosema inawezekana kufanikiwa bila kutegemea ajira. Inawezekana kufanikiwa bila kutegemea ajira. Saa na majira yaliyopita nilikueleza na kukwambia kwamba moja ya sources ya shida iliyopo katika nchi yetu na kwenye majira haya ya siku hizi ni ukosefu wa ajira. Na watu wengi wanategemea kwamba wanaweza kufanikiwa kwenye mfumo wa kupitia ajira. Nikakwambia kwamba ajira ni kipindi cha kutambua kusudi la kuumbwa kwako. Kwa hiyo ajira sio ya kutegemea. Kuajiriwa ni kukataa kuwa idle. Kuajiriwa ni kukubali kuwajibisha akili yako. Kuajiriwa ni kuongeza uwezo zaidi juu ya unachokifanya. Ila kuajiriwa hakuwezi kusababisha mafanikio. Leo nataka nikueleze sababu kuu 5 kwa nini unaweza kufanikiwa bila kutegemea ajira. Sababu kuu 5 kwa nini unaweza kufanikiwa bila kutegemea ajira. Inawezekana kabisa kufanikiwa bila kutegemea ajira. Inawezekana kabisa kufanikiwa bila kupitia mfumo wa ajira. Inawezekana kabisa kufanikiwa bila kutazama na kuitegemea ajira. Sababu namba 1, hakuna aliyewahi kuwa bilionea kwa kuajiriwa, kwa sababu hata aliyekuajiri sio bilionea. Hakuna aliyewahi kuwa bilionea kwa kuajiriwa, na hata aliyekuajiri sio bilionea. Maana yake mfumo wote wa mafanikio, mfumo wote wa kuinuka lazima uwe nje ya kutegemea ajira. Hakuna aliyewahi kufanikiwa na kuwa bilionea na kuwa milionea kwa kutegemea ajira. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa nini hawezi kufanikiwa? Kwa sababu hakuna aliyewahi kufanikiwa au aliyekuwa bilionea kwa kutegemea ajira. Mafanikio yote yako nje ya ajira. All billionaires is out of employment. All millionaires wote wako nje ya mfumo wa ajira. Maana yake huwezi kumwajiri bilionea, huwezi kumwajiri milionea, huwezi kumwajiri mwenye mawazo kufanikiwa. Na kipindi cha nyuma nilikwambia kwamba wafalme wana mawazo ya kutawala na watumwa wana mawazo ya kutawaliwa. Kwa hiyo billionaires wana mawazo ya kutawala. Hakuna aliyewahi kuajiriwa au hata kujiajiri akawa tajiri. Wote ambao wameajiriwa wako kwenye mfumo wa kutawaliwa, na waliojiajiri wako kwenye mfumo wa kujitawala. Asifiwe Yesu Kristo. Point namba 2, hakuna milionea au bilionea anayetegemea ajira. Hakuna aliyefanikiwa anayetegemea ajira. Kama wewe uko kwenye mfumo wa kutegemea ajira, kwamba ili nipate ajira ndio nifanikiwe, ili nipate kazi ndio nifanikiwe, ili nifanye kazi hizo za kuajiriwa ndio nifanikiwe, sahau kuwa milionea, sahau kuwa bilionea, sahau kufanikiwa, sahau kuinuka, sahau kuendelea. All millionaires hawategemei ajira. Fikra zao wako nje ya mfumo wa ajira. Mawazo yao yako nje ya mfumo wa ajira. Wako kwenye mawazo na mifumo ya kuhitaji kufanikiwa kwa njia ya kujiajiri, kwa njia ya kujishughulisha, kwa njia ya ufahamu wao kuweka kwenye mafanikio ya kiungu katika jina la Yesu. Maana yake ni kwamba all millionaires mawazo yao yako nje na mfumo wa ajira. Mawazo yao yako nje na mifumo ya kutawaliwa. Mawazo yao yako nje na mifumo ya kupimiwa muda. Kumbe ufunuo mwingine, millionaires, yani watu waliofanikiwa hawapimiwi muda. Kwa ajira ni kupimiwa muda. Kama utaingia saa 2 utatoka saa 10. Utaingia asubuhi utatoka jioni. Umeshapimiwa muda. Wafalme wapimiwa muda. Wafalme wanapimiwa muda. Wanajipimia muda. Anaweza kuingia, anaweza kawa amelala na ingiza fedha. Anaweza kawa hajaingia ofisini, fedha inaingia. Watumwa ni mpaka uende ofisini ndio unasaini kitabu. Mashaka zabati ya boy. Namba 3. Kutegemea ajira ni kujiondoa kwenye mfumo wa watu wakuu, wafalme. Kutegemea ajira ni kujiondoa kwenye mfumo wa watu wakuu. Maana yake kila anayetegemea ajira ameshajiondoa kwenye mfumo wa watu wakuu. Kila anayetegemea ajira amejiondoa kwenye mfumo wa wafalme.
Kila anayetegemea ajira amejiondoa kwenye mfumo wa watu ambao wanawaza, wanafocus, wanafikiri, wanatazama kufanikiwa. Maana yake yoyote anayetazama kuyaendea mafanikio awazi out of employment, awazi nje ya ajira. Maana yake wote waliojiajiri, waliofanikiwa waliwaza nje ya mfumo wa ajira. Haleluya, kama unanielewa. Amen. Najua umenielewa. Wafalme wote waza kutawala. Wafalme wote waza kutegemea nje ya mfumo wa ajira, kuingiza fedha katika jina la Yesu. Nimekwambia nitakutajia sababu kuu 5. Sababu ya 4, ajira ni mfumo unaokula ndoto za watu. Kwa nini usitegemea ajira? Kwa sababu ajira ni mfumo uliotengenezwa na wanadamu, uliotengenezwa na watu wachache wanyonyaji ili kuziua ndoto za watu. Watu walizaliwa wakiwa na ndoto za kifalme, wameishia kwa watumwa. Kuna neno moja kwenye Biblia linasema kwamba na aliwaona watumwa wafalme wakiwa ni watumwa. Kwa sababu gani? Wako watu waliozaliwa na ndoto za kifalme. Wako watu walizaliwa na ndoto za kuwa directors. Wako watu walizaliwa na ndoto za kuwa watawala. Wako watu walizaliwa na ndoto kubwa. Walipojiingiza kwenye mfumo wa ajira, walipojiingiza kwenye mfumo wa kutawaliwa, maana yake ndoto zao zimekwisha, zimepigwa, zimekandamizwa, zimepotezwa. Unatembelea ndoto za wengine, unasimamia ndoto za wengine, umefanikiwa kidogo hivyo kupitia ndoto za wengine. Unayetaka kuwa mfalme, badilisha mtazamo na fikra za kiungu kuanzia leo kwamba ajira ni mfumo unaokula ndoto za watu. Manake ajira ni mfumo unaokula kusudi la kuumba kwa mtu. Ajira ni mfumo unaokamata muda. Ajira ni mfumo unaofifisha fikra. Manake huwezi kuwaza nje ya mfumo wa ajira. Remember, hujafanikiwa ni hadi umegundua kusudi la kuumba kwako. Kusudi la kuumba kwako ndio mafanikio yako. Usisahau, Mungu anatafsiri mafanikio kwa kuangalia, je, unafanya alichokuumbia? Mungu anatafsiri mafanikio kwa kuangalia, je, unafanya alichokuumbia? Uliumbiwa kuajiriwa au umeumbiwa kwa msaada wa watu au umeumbiwa kwa msaada wa wengine? Sasa leo unanisikiliza mahali popote ulipo na unaifuatilia hii video, hakikisha unafanya kile Mungu alichokuumbia kufanya. Hakikisha unatekeleza yale majukumu Mungu aliyokuumbia kuyatekeleza. Umeitwa kwenye mfumo wa ajira, kwenye eneo la kuajiri wengine, ajiri wengine. Umeitwa kwenye biashara, fanya biashara. Umeitwa kwenye kilimo, fanya kilimo. Umeitwa kwenye huduma, fanya huduma. Umeitwa kwenye maisha fulani, fanya kile ambacho ndoto zako ulikuwa nazo Mungu alipokuumba. Ajira ni mahali pa kupata hekima. Ni kweli ajira sio mbaya, lakini ajira ni mahali pa kupata hekima, uzoefu na management skill kwa ajili ya ulichokibeba. Maana yake ni kwamba wenye akili, wenye ufahamu, wenye mawazo chanya wanawaza, wanakuwa na grace period, kwamba nitaajiriwa kwa miaka 5, nitaajiriwa kwa miaka 6, nitaajiriwa kwa miaka 10, then nitatoka huko, nitaanzisha kampuni yangu, nitaanzisha miradi yangu, nitakuwa na mfumo wangu, nitakuwa na maisha yangu mimi mwenyewe. All successful people wanakwenda kwenye ajira kama kupata kitu kinachoitwa management skills, yani uzoefu, ili waweze kutenda mambo yao, ili waweze kuendesha kampuni zao, ili waweze kujua mifumo ya maisha yao. Namba 5, ukuu utazidi kwa sababu ya kazi nyingi tena nje ya ajira. Ukuu utazidi tena nje ya ajira. Wafalme wote wamewaza nje ya ajira. Waliofanikiwa wote wamewaza nje ya ajira. Walioinuka wote wamewaza nje ya ajira. Wanaotaka kutawala wote wamewaza nje ya ajira. Watu wakuu wamewaza nje ya ajira. Unataka kuwa mkuu, waza nje ya ajira. Unataka kuwa mkuu, anza kutengeneza fikra za nje ya ajira. Unataka kuwa mkuu, waza kifalme. Wafalme wanawaza nje ya ajira. Sikiliza nikwambie, na watu wakuu wana kazi nyingi, na watu wakuu wanawaza kifalme. Angalia mfalme mmoja aliyefanikiwa kwenye Biblia. Wewe nikusomea neno katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili 17. Mstari ule wa 13 na 14. Biblia inasema hivi. Mambo ya Nyakati wa Pili 17, 12 na 13. Biblia inasema hivi. Ukuu wake Yehoshafati
ukuu wake Yehoshafati ukazidi sana, akajenga katika Yuda ngome na miji ya hazina, naye alikuwa na kazi nyingi katika miji ya Yuda na watu wa vita, watu mashujaa humo Yerusalemu. Maana yake ukuu wake Yehoshafati ulizidi kwa sababu alikuwa na kazi nyingi. Aliwaza out of ajira, alifikiri out of ajira, alitenda nje ya ajira, alipanua mipaka yake nje ya ajira. Ni kweli yawezekana alikuwa ameajiriwa kama rais wa nchi, lakini pamoja na urais wake, pamoja na ile ukuu aliokuwa nao, aliwaza nje. Maana yake anasema alikuwa na kazi nyingi. Kuishi kwa kutegemea ajira ni fikra na mawazo ya kimaskini. Utajiri ni kuwaza nje ya ajira. Nitazungumza hiyo point mara tatu. Kuishi kwa kutegemea ajira ni fikra na mawazo ya kimaskini. Utajiri ni kuwaza nje ya ajira. Kuishi kwa kutegemea ajira ni fikra na mawazo ya kimaskini. Utajiri ni kuwaza nje ya ajira. Utajiri ni kufikiri nje ya ajira. Wewe uliye tajiri, wewe unayewaza kitajiri, wewe unayefikiri kitajiri, waza nje ya ajira. Wekeza nje ya ajira. Focus nje ya ajira. Fanya biashara nje ya ajira. Fanya kazi nje ya ajira. Anza kujiendeleza nje ya ajira. Anza kuinuka nje ya ajira. Katika jina la Yesu Kristo ninakuombea mkono wa Mungu ukawe juu yako. Mkono wa Mungu kuwezeshe, mkono wa Mungu kuinue, mkono wa Mungu kutegemeze, mkono wa Mungu kutendee mema. Saa hii ya leo unaponifuatilia, naitwa Pastor Vedasto, Mtoni Mlima wa Bwana Church. Nafundisha somo linalozungumza inawezekana kufanikiwa bila kutegemea ajira. Another time nitakuja na kipindi kingine kukueleza kwamba inawezekana kufanikiwa zaidi nje ya ajira. Kama hizo sababu kuu 5 kwa nini inawezekana kufanikiwa nje ya ajira. Barikiwa sana. I love you.